Nimepokea habari mbaya jana usiku. Kuna rafiki yangu mmoja. Ni rafiki yangu wa duniani before akuwa rafiki yangu. So, huyu ni mtu ambaye nilikuwa naye. Tulijuana kipindi niko Mwanza. Ni msichana, tukawa tumekuwa marafiki. Kuna kipindi alinisaidia, kuna baadhi ya vitu vyangu aliweza kunisaidia, lakini mtu fulani ambaye anapenda ku overtake. Yaani kile ulichonacho wewe anatamani akichukue. Kwa hiyo kuna mazingira fulani hivi hata kule Mwanza tushie kukwazana, lakini sisi wote tunasameheana. Kwa kipindi niko India, mimi ndio nilikuwa sababu ya kuja India. Lakini alipofika kule, akawa anatamani ku take over everything I have. Yaani achukue kile nilicho nacho. Alini disappoint, lakini mimi ni mtu fulani ambaye ukinikosea ninakasirika nusu saa, baada ya nusu saa nacheka. Sio mtu wa kukaa na kitu moyoni. Watu ambao umeishi na mimi mnanijua vizuri. Yaani sio mtu wa kushikilia maneno. Tena naweza nikaja kukuomba hadi msamaha. Ukinikosea, nikikaa nusu saa nitasamehe, nitakuja nikuombe hata msamaha tuongee tena. Kwa hiyo nikawa nimemsamehe. Lakini kwa sababu anapenda maisha fulani ambayo maisha makubwa, yani anapenda maisha fulani hivi, maisha yani makubwa sana, akajiingizia kwenye madawa. So akaja akakamatwa. Alipokamatwa akawa amepelekwa jela. Nikapewa taarifa, nikaipa taarifa familia yake huko, lakini hakuwa kama vile kile kitendo cha mimi kujua hakupenda. So amekaa jela hivyo, kuna kipindi wakawa wanamchangia mchango, wakanishirikisha kwamba niwatumie pesa. Nikaongea na mtu wangu wa karibu kule kwamba aweze kuwa support kiasi fulani cha pesa. Aliposikia alikasirika, akatukana, akasema why waniambie mimi, why mimi nimsaidie. Kuna mtu akaniambia, nilipoambiwa nikasema okay, kama amesema nisimsaidie hamna shida, mimi nikaamua kuacha. Kwa sababu alikuwa shirikiani na watu vizuri, watu wakaamua kumweka pending au kumsaidia. Lakini cha kumshukuru Mungu, last year akatoka. Amekaa kama miaka 5 jela. Akawa ametoka. Alipotoka akanitafuta. Hello, nini nikamwambia, lakini sikia ulisema nisikusaidia. Akasema yes, sikutaka ujiingize kwenye mambo ya kuhusu, nimtafumalize mimi mwenyewe na sikutaka nikuingize kwenye shida. Nikamwambia hamna shida, tukaendelea kuongea kama kawaida. Mimi sina kinyongo naye, nikamwambia it's okay. Nikamwambia rudi nyumbani, you have to come back. Kaniambia nitarudi napambana. Nikamwambia okay. So, kwa nini naongea hivi? Mungu akikupa nafasi ya pili, usichezee. Mungu alimpa nafasi ya pili. Kwa hiyo yule dada hakulizika kutosheka. Akaoja tena ile biashara ya madawa ya kulevya. Tena. So last week amekamatwa tena kwa mara ya pili. Sasa ameshikwa kwa mara ya pili, ana miaka 35 sasa hivi. Imagine. Ukishikwa India kwa madawa, utawekwa ndani. Utakaa batini labda miaka 2-3 ndio uje utoke. Unapoteza muda, umri unazidi kwenda. Ndio jana naambiwa kwamba fulani amekamatwa tena. I feel so bad. Najisikia vibaya kwa ajili yake. Nasikia maumivu. Lakini kuna cha kujifunza. Mungu akikupa nafasi nyingine ya pili, usichezee. Neno Mungu linasema pepo akiondoka, labda ulikuwa na mapepo 2 akienda, yakirudi mara nyingine ya pili, yanakuja mapepo zaidi ya 2, kwa nini anaongezeka. Kwa Mungu akikupa another chance, usichezee. Mungu alimpa nafasi nyingine ya yeye kubadilika, kuishi maisha mengine, lakini akaona kwamba no, hawezi kufanikiwa kwa njia sahihi. Ameenda tena kule. So for me I feel so bad kwa sababu ni mtu ambaye ni mama. I feel so bad. So youth, vijana tujifunze, tuache kutamani vitu kwa haraka kwamba nataka nifanikiwe leo. Nini unatumia njia ya shortcut, utaumia. The end of the day utaishia kubaya. Ndio kitu ambacho mimi kinanifanya mpaka leo hii nimeweza kustand hivi. Nimeweza kwa sababu ninavumilia, yani ninavumilia mchakato. Napata shilingi 5,000 na kusanya mpaka inafika shilingi 10,000. Yani wote mnanijua nilikotoka. Nilikuwa na gari cha ajabu, siku kile kipasa hivi na clown. So next time nitakuja kuwa na hali. Kwa vijana, jifunzeni kuvumilia. Acheni maisha ya kutaka kufanikiwa kwa haraka. Hakuna maisha ya shortcut. Lazima ufuate process. Na kwa Mungu hakuna cha kujump another step. Lazima uende ufuate process. Hivi mambo ya social media kujipost, si una nini unataka kuonyesha watu, itakufanya uishie kubaya. Achana mambo ya social media.
ya kutaka kuonekana umefanikiwa haraka, una mafanikio makubwa and this, kuonyesha watu, yani unataka kujiposti watu wakuone, this person is have this. Stop that my dear. Yani ile unataka tu, yani unajua siku social media ina blandi watu. Watu wanakuwa vipofu. Mtu anataka tu aonekana na maisha mazuri, ameenda sehemu nzuri, anafanya hivi, lakini is fake my dear. Mimi nakwambia hivi. Huu ni ushuhuda tu nimeweza kushare kwa ajili ya rafiki yangu ambaye kilichomtokea. Namuombea kwa Mungu aweze kutoka. Na sio kwamba anatoka ndani ya wiki, anaweza akakaa mwaka au miaka. Who knows? Kwa hiyo tusicheze na neema ya Mungu katika maisha yetu. Mungu awabariki sana. Muwe na siku njema. Shalom.